Kwa ninyi mawakili na maafisa wa serikali ni walinzi wa rasilimali za taifa kwa kutumia kalamu na sheria, na ndio maana mmepata jina leo, mnajiita maaskari wa kalamu. Na mimi nataka nilisisitize hilo kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali, na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari, lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua, akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnadhima na majukumu gani kwa serikali, lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, hongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga muwe hivyo. Hongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu, kwa ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu. Na hapa niseme, nimesikia zile changamoto nadhani kama 5 hivi ambazo rais wa chama amezisema, kinadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano, kile kiwanja cha Dodoma, kama tayari ofisi imepatikana, nadhani kiwanja twendeni polepole. Anzeni na ofisi iliyopatikana. Na kwa Dar es Salaam, nilikuwa nanong'ona na waziri wenu hapa kwamba mwana jaji mkuu wa Tanzania ameacha jengo kubwa pale Dar es Salaam. Pamoja na kwamba analitumia, lakini hatuwezi kukosa nafasi ya chama chenu kuwa na ofisi zake mle ndani. Kwa hiyo kwa upande wa ufinyu wa bajeti, hali halisi mnaijua. Bajeti yetu kama ya serikali ni kubwa ukiisoma, lakini ukiigawa ni ndogo sana. Tumetanua matumizi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunagawana kile ambacho kipo. Tutaendelea kuwaona, tutaendelea kupanga mafungu, na nimemwagiza waziri wenu, na mpagizo tena hapa, kwamba ile bajeti ya bilioni 5, kwa sababu bajeti ya mwaka huu ilishapitishwa, bajeti ya mwakani ahakikisha anaiweka. Kwa hiyo kwa upande wa bajeti, lakini sasa upatikanaji wa fedha ni moja, matumizi ya fedha jingine. Mawakili, naomba muwe waangalifu sana kwenye matumizi ya fedha. Na kwa bahati nzuri bajeti ya mwaka huu kuna bilioni 1 ambayo mtaanzia kufanya kazi. Lakini jingine ambalo nataka kusema hapa, kazi yangu kama mkuu wa nchi ni kulea vyama vyote. Na walea nyinyi wa serikali, lakini pia na walea wakina Mwabukusi, mawakili binafsi. Wakina Mwabukusi walikuja kuniona na changamoto zao, nimeanza kusolve. Nimepeleka magari 2 waunge nguvu kwenye Mama Samia Legal Campaign, waende huko waunge nguvu. Na mambo mengine wameomba, nitayatekeleza polepole. Kwa hiyo kwa upande wenu pia
nimegusia yote. Changamoto zote nimeshazisema hapa. Maposho na mengine, basi kama mama watoto wakilia unaangalia uwezekano. Mawakili oye! Askari wa kalamu oye! Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, tumemsikia mwanasheria mkuu wa serikali akieleza hatua mbalimbali zilizochukuliwa, ikiwemo kuimarisha mifumo ya upekuzi wa mikataba, urekebu wa tafsiri ya sheria, msaada wa kisheria, kliniki za kisheria na mafunzo na elimu ya sheria kwa wananchi. Napongeza sana kwa hatua hizi. Hongereni sana. Hatua hizi kwa njia moja au nyingine zimesaidia kuimarisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo na ustawi wa wananchi wetu. Vile vile natambua jitihada zenu za kuendeleza huduma za msaada wa kisheria, ikiwemo kazi ya kutafsiri sheria katika lugha ya Kiswahili. Nimeambiwa kazi karibu inakaribia kumalizika, na sasa wameniomba kuja kuzindua sheria hizi kwa lugha ya Kiswahili, nami nasema niko tayari kufanya hivi. Hatua hii mlioichukua ni muhimu na ya kupongezwa, kwani mwananchi anapoielewa sheria anaelewa haki zake, wajibu wake, mipaka ya uhuru wake na mipaka ya mamlaka ya serikali. Hii ndiyo maana halisi ya utawala wa sheria. Kwa kazi yenu isiishie tu kuzitafsiri, lakini pia muingie njiani kwenda kuzifundisha kwa watu wazielewe, wazifahamu na wajue mipaka ya serikali, mipaka yao na sheria za nchi yao zinasema nini. Kwa hiyo ni matumaini yangu kuwa hatua hizi zote mlizozichukua zitakuwa chachu ya kuongeza ubora, ufanisi, nidhamu na weledi katika kutoa huduma za kisheria ndani ya serikali na kwa wananchi kwa ujumla. Hatua hizi pamoja na nyingine mtakazopanga zinapaswa kuendana na malengo tuliojiwekea katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo tumeanza utekelezaji wake mwaka huu. Mwelekeo wa taifa hili kwa miaka 25 ijayo ni kuona mfumo wetu wa sheria na utoaji wa haki unashawishi watu kujielekeza na kuchangia kwenye uchumi imara, shindani, jumuishi, unaongozwa na maarifa na ubunifu. Hili litawezekana tukiwa na sheria bora, mikataba imara na taasisi zinazowajibika katika kutetea na kulinda maslahi na rasilimali za taifa. Na hapa ndipo ninapokubaliana na kauli mbiu yenu inayosema haki, wajibu na utawala wa sheria ni msingi wa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Na nimefurahi asubuhi leo kwa naangalia TBC kipindi cha asubuhi kile, nikamwona katibu wenu Rashid Mohamed kama akieleza haki na wajibu, haki ya chama na wajibu wa chama, lakini pia akieleza haki za wananchi na wajibu wa wananchi, na kwamba chama chenu kimesimama kuwaeleza wananchi haki na wajibu wao. Hilo limenifurahisha na naomba muendelee nalo. Na hivyo ni kusema kuwa mawakili na maafisa wa sheria wa serikali ni wadau muhimu katika utekelezaji wa dira hii ya 2050. Tunapozungumzia uchumi wa kidigitali, ulinzi wa data, sheria za kulinda rasilimali zetu, madini, nishati, bandari yetu, ardhi yetu, name it, sheria za kulinda mazingira yetu ya nchi, biashara za kikanda na ubia kati ya serikali na sekta binafsi, vyote hivi vinahitaji uimara wa kisheria na sera zinazotabirika ili viweze kuleta matokeo tunayoyakusudia.
kadri tunavyoifungua nchi yetu kiuchumi kwa kuvutia uwekezaji, kuhimiza matumizi ya ubunifu na teknolojia za kisasa, na kwa kuimarisha zaidi ushirikiano wa kikanda na kimataifa, ndivyo wajibu wenu mawakili unavyoongezeka. Sasa sio tu wajibu, lakini na upeo wa ufahamu wa kazi yenu uongezeke hivyo hivyo, uendane na haya tunayo yafungua. Shughuli zote hizo za kiuchumi, biashara na uwekezaji zinahitaji mikataba yenye maslahi kwa pande zote. Serikali ipate na wawekezaji na wafanyabiashara nao wapate, au wanaita win-win situation. Huu ni msemo wa Kichina. Alipoanza kukata misaada akasema, sasa hivi jamani, ni win-win situation, mpate nikupeni, lakini na mimi nipate huko kwenu. Kwa upande mwingine mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani unaziweka nchi zetu zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani na pengine kupigwa vita. Lishamsikia mtu mmoja mkubwa tu wa nchi moja anasema, sisi yoyote anayeendelea kimaendeleo kwa kasi, huyo ni adui yetu. Kwa hiyo jinsi nchi zetu hizi zinazoendelea tunavyokwenda mbele, wengine wanaangalia njia na mbinu za kutuvuta nyuma ili tusiende kwa kasi ile ambayo tunakusudia. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana, tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani? 1984 tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi, tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa, watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu tumo ndani ya Afrika, tumesaini na kuratify lile tamko la haki za binadamu la Afrika, lakini pia tumesaini Court of Africa, ile tamko lake au protocol yake tumeisaini, na leo kwa bahati nzuri Tanzania ndio tuna host au ni wenyeji wa hiyo Court of Africa ya haki za binadamu na haki za watu. Sasa tofauti ya binadamu na watu majaji watatuambia, lakini ni haki za binadamu na haki za watu. Tunayo hapa Arusha. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje? Umuue. Kitaka kumuua mbwa, mpe jina baya. Basi jamii yote itamzongea ifanyaje? Imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu. Na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu.
Anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri. Waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa. Sasa ndugu zangu, wanangu, mawakili na maafisa wa sheria, katika hali kama hii, nchi inahitaji kujihami na kulinda raia wake katika nyanja zote. Nyanja za kiuchumi kama tulivyosema, mikataba yetu tuitazame vizuri, sheria zetu kwenye uwekezaji, sheria zetu za uzalishaji, sheria kote huko kwenye uchumi. Tunajitahidi kubadilisha mazingira na kutunga sheria zinazovutia ili tukuze uchumi wetu, na Mungu anatuitikia, tunakuwa kiuchumi. Lakini pia wananchi hawa wanatakiwa kulindwa kisiasa, na hii kazi mnaifanya vizuri sana. Sheria za vyama vya siasa, sheria za uchaguzi, sheria za nini zinazohusu mambo hayo, lakini pia kesi za uchaguzi mnazisimamia vizuri sana. Kwa hiyo upande wa kisiasa na kwenyewe nako mnatoa haki hiyo. Kuna kesi za kijamii, walindwe kijamii. Mama Samia Legal Aid Campaign inakwenda kuwasikiliza watu kule waliko. Kesi nyingine za mahakama, nyingine mnafanya settlement huko. Mambo ya jamii na jamii inakaa vizuri kule iliko, kwa sababu matatizo yao yanapata kutatuliwa. Kwa hiyo kazi hizi mnazifanya vizuri sana. Sasa niseme, narudia tena, nyinyi ni walinzi wa nchi hii. Ni walinzi muhimu wenye ujuzi wa kisheria za ndani na za kimataifa. Nimesema hali iliyoko duniani sasa hivi, lazima tuwe weledi wa matamko, maprotoko na mambo mengine ya kimataifa yanayotoka huko, kuyaangalia kwa haraka, kuyatafsiri katika hali yetu na kuweza kutoa majawabu kwa haraka ili kuhami uhuru wetu. Hivyo basi ni wajibu wenu na ni muhimu mkatilia maanani kugundua vihatarishi mapema, kushauri kwa wakati, kwa usahihi na kwa nia njema. Ni jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kusimamiwa kwenye misingi imara ya kisheria, na sheria tunazozitunga na tunazotarajia kuzitunga zitusaidie kulinda uhuru wetu, haki za raia na rasilimali za taifa letu, kama ilivyoelezwa vyema kwenye katiba yetu. Mwanasheria au wakili wa serikali hapimwi kwa kesi alizoshinda. Anapimwa pia kwa migogoro aliyoizuia, fedha za umma alizookoa, na makosa aliyoyazuia kabla hayajaligharimu taifa. Na yote yamesemwa hapa vizuri na rais wenu kwamba hii kazi mnaifanya, na ametoa taarifa ya yale ambayo tayari mmeshafanya, na ni matumaini yangu mtafanya zaidi ya yale ambayo yamesomwa hapa. Lakini niongeze kwamba mwanasheria au wakili wa serikali au mwanasheria, afisa wa sheria wa serikali, anapimwa kwa uwezo wa kutafsiri sheria na matamko ya kimataifa na kujidhatiti kuihami nchi yake na vitishio vya ndani au nje ya taifa lake. Kwa maana nyingine, pamoja na kutusaidia katika shughuli za maendeleo na ustawi wa watu wetu, sheria zetu zinapaswa kuwakinga dhidi ya vihatarishi vya uhuru na ustawi wa taifa letu. Hapa nizielekeze taasisi zote za serikali kujenga utaratibu wa kutambua vihatarishi vya kisheria mapema, iwe ni kwenye mikataba, utawala wa ardhi, manunuzi, miradi ya maendeleo, ajira, mambo ya mazingira, tehama na hata huduma kwa wananchi. Lazima kuwe na umakini wa kisheria tangu hapo mwanzo. Na nimesikia kilio chenu kwamba vitengo hivi vya kisheria, mawakili walioko kwenye sekta mbalimbali wanapaswa kuongezwa nguvu. Waongezwe nguvu kielimu, lakini pia kirasilimali ili waweze kufanya kazi zao. Nimesikia
na waziri yuko hapa amesikia, tutakwenda kuyasimamia hayo. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, nilipofika hapa nilitembelea mabanda mbalimbali. Nimejionea huduma kadhaa zinazotolewa na taasisi zenu za usimamizi wa utekelezaji wa sheria. Nilianza na banda la Mama Samia Legal Campaign, banda la wizara. Baadaye nikaenda kwa DPP, nikasikiliza wanaoyafanya. Nikaenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali, nimekwenda kwa mwandishi mkuu wa sheria, na nikamalizia kwenye chama cha mawakili wa serikali. Nimeona kazi nzuri mnazofanya, malengo na mipango yenu. Hongereni sana, na kama nilivyosema, serikali iko pamoja nanyi, tutahakikisha mnafikia malengo yenu. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, nilizungumzia changamoto na maombi yaliyotolewa, lakini ombi moja sikuwa nimelizungumzia, nalo ni matumizi ya jina Samia kwenye mambo kadhaa. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa hiyo tukisema Mama Samia Center of Excellency, Mama Samia si mkakati wa training, inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellence ya sheria tuitafutie mwanasheria mahiri, tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua. Wenyewe mtaamua kama mtampa AG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo tayari Wizara ya Elimu alishawawahi. Wizara ya Elimu kule kuna Mama Samia scholarships. Hasa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia, vinajirudia rudia, haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe, tuangalie lengine mbele lijalo huko. Kwa sababu kila sekta Mama Samia kitu hiki, Mama Samia kitu hiki. Mara moja nilihudhuria vichekesho pale Dar es Salaam, na mmoja katika wachekeshaji ambaye alikuwa mmoja katika waandalizi wa lile jambo, Ommy Dimpoz nadhani alikuwa, akasema nimeandaa hili jambo karibu lifikie, nikasikia mabadiliko ya mawaziri. Nikasema sasa mawaziri hao ndio anza nao wakibadilika wakaenda sekta nyingine, nafanyaje na hili jambo? Lakini hapo nikapata solution. Akasema solution yangu ilikuwa niweke tu nitangulize Mama Samia halafu kile kijambo chake. Asa kwa sababu kisha kuweka Mama Samia kwenye jambo lolote, hilo jambo linakwenda halisimami. Kwa hiyo ndugu zangu, kama hili jina maana yake ni kufanya mambo yaende yasisimame, niwahakikishie mambo yote yatakwenda. Mambo yote yatakwenda. Sasa Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachucha, haipendezi. Kwa hiyo tafuteni wengine, wapeni majina. Tupo wengi tuliofanya mazuri, wengi. Akina Feleshi hao wengi wapo, wengi wapo. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nitoe rai kwenu kuwa chama hiki cha mawakili wa serikali na maafisa wa sheria Tanzania kinapaswa kuwa chombo cha kujenga weledi, maadili, nidhamu, ubunifu na mustakabali wa sekta ya sheria nchini. Na hapa nasema sio tu ndani ya serikali, lakini hata nje ya serikali. Sasa nilipokuwa naandika hili nikaa najiuliza, hivi kuna code of ethics na code of conduct za hii profession? Nikaingia kwenye Google nikakuta zipo. Na zinasemaje? Ya kwanza wanasema code of ethics and professional conduct za wanasheria mawakili. Kwanza, duty to seek justice. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, impartiality and objectivity, sio subjectivity, kutoa maoni ninavyoona mimi.
impartiality and objectivity. Tunaelekea wapi? Lengo letu nini? Unakuwa impartial, unafanya vizuri, unatafuta huku na huku, na lazima kuresearch and then unatoa ushauri. Lakini la tatu, integrity and independence. Na hiyo mimi nashukuru, siingizi mkono wangu huko kwa mwanasheria mkuu, hapana. Anafanya yeye, anakuulizeni, anakuja kuniambia tumefikia hapa, hili tunaliona hivi, hili tunaliona hivi, na tunashauri tuende hivi. Ndivyo tunavyofanya. Jengine ni confidentiality, usiri katika mambo yenu, usiri katika kesi mnazozisimamia, usiri katika mambo mnayofanya. Confidentiality muhimu sana. Lakini jengine ni prohibition of civil settlement abuse. Mkisema tunakwenda kusettle huko, sasa msiabuse hizo fursa au hizo nafasi. Kwa hiyo nikasema niwakumbushe tu haya ambayo nimeyaona huko, na nadhani ndio yanayotumika ulimwengu mzima. Kasema niwakumbushe haya nanyi myakumbuke. Lakini niseme pia kwamba chama chenu hakipaswi kuwa chanzo cha migogoro na migawanyiko ndani ya taifa letu. Niungane na mwanasheria mkuu wa serikali aliposema kwamba chama kinapaswa kuendeleza, kulinda na kusimamia misingi ya amani, usalama, umoja na mshikamano wa taifa letu. Wananchi, matarajio ya wananchi ni kuona mnatekeleza majukumu yenu kwa taswira na mwelekeo huo. Hivyo msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu power wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Nataka nirudie msemo niliwaambia wenzenu, tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Kwingine kote utakakokwenda, hata ukipokewa, we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna, kwa sababu ni mgeni. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu. Na hapa nataka niwaache na zawadi ya Mahatma Gandhi. Alisema, carefully watch your thoughts for they become your words. Kile unachofikiria, na ndivyo ulimwengu ulivyo. Hata mimi inanitokea saa nyingine nafikiria kitu dipu kichwani, najikuta tu nimetamka, na nadhani inatokea kwa wengi kati yetu. Sasa anasema carefully watch your thoughts for they become your words. Lakini pia anasema manage and watch your words for they will become your actions. Kila siku ukisema jambo hilo hilo, ndio inakuwa vitendo vyako. Unachokisema ndicho unachokwenda kukitenda. Anasema pia consider and judge your actions for they have become your habits. Kirudia vitendo hivyo, unasema, unarudia, unafanya, inakuwa tabia yako. Lakini anasema acknowledge and watch your habits for they shall become your values. Hiyo sasa itakuwa ndio thamani yako, sio? Au hadhi yako. Alafu anasema understand and embrace your values for they become your destiny. Kwa hiyo usemi huu nimeusoma mara 3 na mara 4, nikaona niwaachie kama zawadi na nyinyi, ili mnapofanya kazi zenu haya
yawe kwenye kichwa chenu. Ndugu zangu mawakili na maafisa wa sheria, nawashukuru sana sana kwa zawadi ya kitabu mlichoandika na mlichonipatia leo, ambacho wanazuoni kwa namna walivyoona wameandika falsafa zangu katika sheria, wakionyesha na shughuli za maendeleo zilizofanyika katika awamu hii ya 6. Nawashukuru sana. Hili si jambo dogo, jambo kubwa sana. Kutokea wenzio wakakusanya mawazo ambao umekuwa ukiyasema, miongozo ambao umekuwa ukiitoa na kuonesha mafanikio ya mawazo yale au miongozo ile kwenye maendeleo yetu, ni jambo kubwa sana. Mimi mwenyewe sijafikiria hata siku moja kujikusanya hivyo na kuandika. Hata kukodi mtu mwenyewe sitaweza, lakini hata kukodi wataalamu, hebu njoni mniandikie hili kimeleta faida gani? Sijafikiria. Lakini nyinyi mmefikiria, na washukuru sana. Sana sana. Aidha, nawashukuru kwa tuzo mlionipa kwa kutambua mchango wangu katika kuimarisha upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria nchini. Tuzo hii ni yetu. Mimi ni mtoa mwongozo tu na nyinyi ndiyo mnaotekeleza. Kazi hii iliyosifiwa leo kwa kiasi kikubwa mmeifanya ninyi maafisa na mawakili wa serikali, maafisa sheria na mawakili wa serikali. Lakini vile vile tambue mchango wa mawakili binafsi chini ya TLS, na wenyewe waliweka nguvu katika kufanya hilo, pamoja na wadau wengine wanaofanya kazi kizalendo kwa ajili ya taifa letu. Wote na washukuru. Shukrani za dhati kwa wote na washukuru. Mwisho, ni matarajio yangu kuwa mkutano huu utakuza fikra kuhusu namna sheria inavyoweza kuisaidia serikali au nchi katika mazingira ya dunia ya leo. Nasema tena, katika mazingira ya dunia ya leo. Mambo ni mengi sana ulimwenguni. Watu wanafikiria the new world economic order. Watu wanafikiria sijui kuvunja system za kisiasa kuleta nyingine. Wanafikiria mambo mengi. Naomba tuwe ahead ya hayo mambo. Tuyaelewe mapema, tuyafanyie tathmini, tuyatafsiri katika hali yetu, tutunge sheria zitakazotuhami, zitakazolinda uhuru wetu, zitakazolinda heshima ya taifa letu. Nawatakia mkutano mkuu mwema, na nimeambiwa kwenye mkutano mkuu huu kuna uchaguzi. Nataka mfanye uchaguzi wa viwango. Nyinyi ni mawakili mnaoshughulikia kesi zetu sisi wanasiasa za uchaguzi. Sasa mkivuruga wa kwenu, sijui nani atawasimamia. Itabidi mje kwa rais apate kutoa maamuzi, kwa sababu nyinyi mnaotusimamia sisi mshavurugana. Kwa fanyeni uchaguzi mzuri, wekeni watu ambao kweli watakwenda na hiki chama, watakijenga hiki chama na watakiendesha vizuri. Chagueni watakaolinda na kuendeleza misingi ya taaluma ya sheria, kulinda maadili na heshima ya chama chenu, na ukikifanya kiwe chombo cha maarifa, weledi na uzalendo. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye ile kazi niliyoitiwa hapa Arusha. Nayo ni kutamka kwa heshima kwamba mkutano mkuu wa mwaka 2026 wa Chama cha Mawakili na Maafisa wa Sheria ya Serikali sasa umefunguliwa rasmi. Makofi mengi kwa heshima na taadhima. Naomba wote tuinuke. Asante. Tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, lakini akibariki chama hiki kiweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuongeze tena makofi mengi. Haya, asante. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na tunakuomba uridhie mkutano huu unafanyika mwaka mara moja, na kuomba uridhie tupate picha za kumbukumbu. Mheshimiwa Rais.
Picha ya kwanza itahusisha meza kuu kama walivyo. Mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri tutajiandaa kwa picha inayofuata. Sasa tutakao kuja tutaingilia upande huu wa kwangu, tutatokea kule. Mtaalamu wa skrini ungeweza kuzima, ungetusaidia.